محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Waislamu, khutba yetu ya leo ni khutba ya mwisho ya mwezi wa Shaaban, na baada ya Ijumaa ya leo mbele hatutakuwa tena na Ijumaa ndani ya mwezi wa Shaaban. Ijumaa itakayofuata itakuwa ni Ijumaa ndani ya Ramadhani, na ndio itakuwa Ijumaa ya kwanza ndani ya mwezi Ramadhani. Kwa maana hii ni kwamba tuko mwishoni mwa mwezi wa Shaabani. Inategemewa ni Alhamisi wenda tukaanza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kullu maatin fahuwa qaribun, chochote ambacho unaambiwa kinakuja basi ujue kipo karibu, hata kama ujio wake si wa leo na kesho, lakini ujue madamu kinakuja ujue kipo karibu. Vile tunaambiwa kiyama kilisemwa zamani sana kwamba kipo karibu, na mpaka leo kinasemwa hivyo hivyo, kipo karibu. Hata ikifika baada ya kesho utaambiwa kipo karibu. Sasa ujue kwamba hiki kitu kinakuja tena kwa kasi kubwa, lakini na wewe pia naye unakifuata tena kwa kasi kubwa. Sasa maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa vile unatujia karibuni, na sisi ndio tunauendea mwezi huo, ni lazima tuandae mioyo, tuandae akili, tuandae mwili kukabiliana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Si mapambano ya kutumia nguvu na vita. Ramadhani sio vita. Ramadhani ni mwezi wa rehma, ni mwezi wa neema, ni mwezi wa maghfira, watu kusamehewa madhambi, lakini pia ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu anasamehe waja wake kwa maelfu na malukuki. Watu wengi huwa wanasadikisha ndani ya akili zao kwamba Ramadhani kama vile ni mfungo wa tabu au ni mfungo wa shida, ni mfungo unaowanyima watu kufanya biashara fulani fulani. Lakini uhakika sio huo. Uhakika ni kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa biashara. Wale wenye biashara zao wafanye biashara zao, wenye maduka, wenye kuuza vyakula, wenye usafirishaji na biashara nyinginezo zinaendelea kama vile miezi mingine ilivyokuwa inaendelea. Kuna baadhi ya watu husikitika sana kwamba mwezi wa Ramadhani mauzo yanapungua. Ni wewe tu kwenye biashara yako ndio mauzo yanapungua, lakini kwa wenzako mauzo yanapanda. Andaa vizuri biashara yako, ijenge vizuri, weka sura nzuri ya kuwavuta watu waje kwenye biashara yako. Usije ukawa biashara umeiweka mahala ambapo sipo, alafu ukadai kwamba watu hawaji, watu wamekuroga, watu wamekunyanyasa, watu wamekufanya hivi. Weka mazingira mazuri na insha Allah, na huko ukimwomba Mungu biashara
ziende kama vile zinavyotarajiwa. Mwezi mtukufu wa Ramadhani si mwezi wa kuwanyima watu kufanya mambo yao. Ulichonyimwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, usile mchana chakula, kiwe cha haramu kiwe cha halali. Mchana wa mwezi wa Ramadhani usile, lakini pia usinywe chochote cha halali au cha haramu, usinywe ndani ya mchana wa mwezi wa Ramadhani. Lakini pia mujamaa baina yako na ahali wako pia nalo hili lisipatikane mchana wa mwezi wa Ramadhani. Ilikuwa ni ruhusa kabla Ramadhani, lakini baada ya Ramadhani si ruhusa kufanya jambo hilo mchana. Lakini kuanzia magharibi kwenda usiku wote huo, kula vyakula vyako utakavyo, ongea na ahali wako utakavyo, yote yaliyokuwa halali endelea nayo. Lakini pia umenyimwa ndani ya mchana wa Ramadhani na usiku wake pia kuongea maneno fudhuli kalam, maneno ya ziada yasiyokuwa na msingi, maneno mabovu kutoka kwenye kinywa chako wewe mfungaji. Jambo hili limekatazwa, na si Ramadhani tu, masiku yote. Lakini kwa mfungaji wa Ramadhani jambo hili linamharibia funga yake, linampunguzia thawabu zake. Ndio maana tukaambiwa tuache kusengenya, tuache kuchongeza, tuache matusi, tuache kebehi na dharau ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hususan mchana. Thawabu za funga yako zitaporomoka. Lakini wale ambao wanaopenda kuonja, anaonja, nataka kujua chai imekolea sukari au bado. Jambo hili pia ni hatari kumharibia mtu saumu yake. Si vyema ukawa unaonja sukari, unaonja chumvi, unaonja hivi, itakuharibia saumu yako. Kadiria kiasi cha chumvi yako na sukari yako. Lakini kuna wale ambao wanaokoga mchana wafunga Ramadhani, mchana kuanzia saa 5 saa 6 kuendelea huko mpaka saa 8 na saa 11. Mtu anajiona amechoka, ili apate nguvu kidogo anaenda kujimwagia maji. Jambo hili pia nalo ni la hatari sana, linaweza likakuharibia funga yako. Ni bora ukaachana nalo. Labda uwe na dharura sana, ndio unaweza kwenda kujimwagia, kama dharura ipo. Kama dharura yako nyepesi tu, bora uliache jambo hili. Utakuja kukoga baada ya ghurubi shamsi. Na wale ambao wanapenda kukaa vijiweni kwa mazungumzo mbalimbali, najua vijiwe ndio vina taarifa nyingi. Ukikaa pale kuna michongo pia naye ya kazi inapatikana kwenye maeneo kama yale. Lakini ukifika pale, basi uchague maneno ya kuongea na uchague maneno ya kusikiliza. Si kwamba ni maneno yoyote yanayopitikia ndani ya moyo wako ndio hayo utasema, la. Na sio kila neno litakaloingia kwenye sikio lako lazima usikilize. Hapana, kuna mengine wewe hufai kuyasikiliza, na kuna yale ambayo yanafaa wewe kuyasikiliza, uyasikilize. Kuna mengine yatakufaidisha, yatakutengenezea dini yako hata na akhera yako pia. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu na kushuhudia ni kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa ukweli ila yeye Mwenyezi Mungu, na hakika mtume Muhammad ni mmoja katika mitume yake. Amemtuma linnasi kafa, amemtuma kwa watu wote. Linnasi kafa, ametumwa mtume Muhammad kwa watu wote. Kwa maana huyu mtume wetu ni mtume wa Wakristo, ni mtume wa Mayahudi, ni mtume wa wapagani, ni mtume wa wale mabuza,
mtume, yani kwa watu wote mtume wao ni Mtume Muhammad, ila watu huwa wanajaribu kumkataa, wanajaribu kumtenga, wanajaribu kuto kumkubali. Hili ndio kosa lao kubwa. Kama watamkubali, ule Uyahudi wake utabadilika kuwa ni Uislamu. Kama watamkubali, ule Ukristo utabadilika kuwa ni Uislamu. Lakini na mpagani pia atabadilika kuwa ni Muislamu kwa kumkubali Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi. Na ametumwa daiyan ila Allah, aje awalinganie watu kwenda kwa Mungu. Huko kwa Mungu tunatakiwa twende, lakini kwenda kwa Mungu si kwamba ufunge safari ukavaa viatu ukabeba na begi kwamba sasa naenda kwa Mungu. Mungu hayuko Dar es Salaam, Mungu hayuko Mwanza, wala Mungu hayuko Iringa wala Kenya. Mungu ni Mungu, na mahala alipo anajua yeye mahali gani yupo. Yuko mbinguni na ardhini na popote pale unapopajua na usipopajua, ya Mwenyezi Mungu ameenea kwenye maeneo hayo. Lakini unatakiwa uende kwake. Uende kwake unakwendaje? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu wanakwenda kwa kutumia vitu viwili na vitatu. Cha kwanza, unatakiwa utumie akili. Kutumia akili maana yake utamjua Mwenyezi Mungu ni nani na anataka nini kwa kutumia akili. Ili ujue kwamba yupo, basi utajua kwa kuona kazi zake. Mungu katengeneza milima, akatengeneza mabonde, katengeneza bahari, katengeneza upepo na mbingu na ardhi, katengeneza na watu na wadudu na wanyama na panzi na sisimizi na kila kitu. Mwenyezi Mungu amevitengeneza vyote. Ukiviangalia vitu hivi tayari unapata dalili kwamba yupo aliyevitengeneza hivi. Tena huyu aliyevitengeneza ni hodari mno wa kutengeneza, sababu kila kimoja amekipa sura ya aina yake. Ng'ombe hafanani na mbuzi, mbuzi hafanani na kondoo, lakini kondoo hafanani na swala, swala hafanani na digidigi. Japo wote ni wanyama na wote wanatembea kwa miguu yao na mikono yao, lakini hawafanani. Kikubwa zaidi, mwangalie mwanadamu. Wanadamu pamoja na wingi tulio nao, tuko wengi kweli kweli. Nchi ya China inazidi kwa wingi wa watu duniani. China watu wake ni wengi kuliko nchi yoyote duniani, lakini wanafuata India, watu wao ni wengi sana, lakini tena na mataifa mengine ndio yatafuata. Lakini sisi tuchukue sisi milioni 70 tulioko Tanzania, tuko milioni 70, tusi wengi sana. Sana sana kama tutazidi labda milioni 80 kama sensa ya mwaka huu imefanya vizuri. Lakini milioni hizo 80, ukiangalia sura ya mwanadamu sote tulioko, hatufanani kwa kuonesha kwamba huyu ndio huyu na huyu ndio huyu. Haiwezekani. Hata kama ni mapacha, utakuta kuna kasoro fulani inayotenganisha kwamba huyu ndio Doto, huyu ndiye Kulwa. Angalia ufundi wa Mungu huo. Lakini sura yenyewe haizidi upana wa uso wako, haizidi. Lakini hapa Mwenyezi Mungu anafanya mitindo hapa ya ajabu mpaka inatokana tofauti kwamba huyu ndio fulani na huyu ndio fulani, huyu ndio fulani na yule ndio fulani. Wa Japani wanafanana kweli kweli. Wa Japani katika watu ambao wanaofanana, wanaume na wanawake wa Japani. Alafu kwa vimo saizi yao wanafanana, lakini kwa unene wa maumbo yao wanafanana. Lakini ukiangalia wenyewe kwa wenyewe wanajuana kwamba huyu ndio Suzuki na huyu ndio Toyota. Wanajuana. Tofauti. Mungu anatofautisha. Mungu anayetofautisha hivi, huyu ndio aliyewaumba watu hawa, tena kwa uhodari mkubwa kweli kweli. Huyu ndiye Mungu ambaye
anastahili kuabudiwa, na huyu ndiye Mungu ambaye aliyemtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aje duniani afikishe yale yaliyotumwa na Mola wake. Faya ayuha almuslimun, ndugu zangu Waislamu, inna Allaha tabaraka wa taala farada alaykum faraida wa amarakum bilqiyami biha. Leo tuna tangazo moja, mwenye kutubu atatutangazia ni kwamba, enyi Waislamu, hakika Mwenyezi Mungu ana faradhi alizowalazimisha. Faradhi hizo ni lazima muwe nazo, na kisha mzisimamie ukweli wa kusimamia faradhi hizo zitekelezeke. Fala tudayyi'uha, hapa kuna angalizo. Fala tudayyi'uha, msizipoteze faradhi hizo, msiziharibu faradhi hizo. Wa amarakum bitaati wal a'mali salihah, pia Mwenyezi Mungu amewaamrisha utiifu mwenao, lakini na matendo mema. Utiifu maana yake ni kwamba moyo wako ukubali kupokea amri ya Mwenyezi Mungu. Mungu ana amri nyingi, lakini amri yoyote ikikufika kwamba hii ni amri ya Mungu, basi moyo wako uwe laini, moyo wako uwe rahim kupokea amri hiyo. Usiwe mkaidi, usiwe mtukutu, usiwe wewe ni mtu wa hovyo. Pokea amri kutoka kwa Mola wako. Wanahakum anil maasi, pia Mwenyezi Mungu akawakataza maasi. Wahadharakum anis sayyiati wal muharramat, lakini pia akatahadharisha watu kutumbukia kwenye makosa na maasi. Hapa kuna somo kubwa sana lipo leo. Mungu amefaradhisha faradhi. Miongoni mwa faradhi ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia, tukisema faradhi maana yake ni jambo la lazima. Kuna mambo ya lazima Mungu ametuwekea. Moja katika hayo ni kufunga siku 29 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Siku za kufunga ni 29. Kama mwezi utakuwa ni mkubwa wa siku 30, ndio tutaongeza na ile siku ya 30. Lakini mwezi kama utaandama kwa 29, basi tutakuwa tunafunga siku 29 tu. Siku hizi ni siku ambazo Mwenyezi Mungu kazichagua sisi tufate amri yake ya kufunga, kuachana na kula na kunywa na mengine yale yaliyokatazwa. Si kwamba tunaonewa, hapana. Anafanya hivi kama alivyowafanyia nyumati zilizotangulia, akina Nabiullahi Ibrahim, akina Nabiullahi Nuh, akina Nabiullahi Musa na Isa na wengine mitume wengi waliopita huko nyuma. Jambo hili la kufunga walipewa. Mwenyezi Mungu anathibitisha hilo ndani ya Qur'ani. Nimewafaradhia juu yenu kufunga kama nilivyowafaradhia waliopita kabla yenu. Suratul Baqara inazungumza hivyo. Kumbe jambo hili lilikuwepo tokea huko mitume waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad. Lakini alipokuja Mtume Muhammad akapewa na yeye jambo hili, fungeni wewe Mtume Muhammad na umati wako kama vile walivyokuwa wakifunga waliotangulia. Hii nguzo ya kufunga hii watu wengi huwa wanaiwekea, sasa hivi wanasemaje, wanaiwekea vipengele. Mimi na vidonda vya tumbo, mimi sijui na alsazi, mimi sijui na ugonjwa gani, lakini ugonjwa huo unaanza mwezi Shaaban. Ugonjwa huo unaanza mwezi Shaaban. Mwanzoni pale ndio ugonjwa wa matumbo yanaanza. Mpaka kufika katikati pale ugonjwa ndio unakolea. Ikifika mwisho wa mwezi
wa Shaabani kama hivi, ndio mtu ndio mgonjwa, hawezi tena kufunga.